Mimi ninaitwa ndugu Romuald Lucas Masawe, mtoto wa 3 katika kuzaliwa. Tulizaliwa watoto 9, wa kiume 7 na wa kike 2, na wote Mungu ametujalia tumeenda shule, na mimi mwenyewe nimeanza shule kutoka darasa la kwanza katika shule ya msingi Msinga, na nilipomaliza darasa la kwanza la 7 nikaenda sekondari ambayo ni seminari ya Maua kwa ajili ya majiundo ya kipadre, na nilikuwa na nia hiyo tangu nikiwa mtoto mdogo, kwa sababu mimi kweli nilipenda kutumikia sana kanisani. Kwa nilikuwa napenda sana kumwangalia hata padre anapoadhimisha misa. Kwa hiyo nikapata modo yangu, lakini la maana ni kwamba nilikuwa na hamu hiyo tangu nikiwa mdogo, na nilihudhuria misa kila siku na wakati mwingine hata mara 2. Sababu nyakati hizo sisi katika parokia yetu hapa kulikuwa na misa 2 asubuhi, 1 saa 6, 1 jioni. Kwa hiyo wakati mwingine naenda kuhudhuria misa ya kwanza asubuhi, alafu nikaenda shule. Nikaja saa 6 ya wanafunzi nikahudhuria. Jioni kama sijachelewa sana nikaenda jioni. Kwa hiyo nilikuwa na hamu sana hiyo, na nilimshukuru Mungu kwamba nilipopata nafasi ya kwenda seminari, ndio hapo basi nikasema sasa nijiunde kweli kuwa padre. Nikaenda seminari nikamaliza kidato cha 6, na nilipomaliza kidato cha 6 nikajiunga Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka mmoja. Lakini baadaye tena nikaona kwamba napenda kuendelea kuwa padre. Nikaendelea tena na malezi ya kujiunda kuwa padre. Nikaingia upostulanti, na baada ya upostulanti novisiati, na novisiati tukaeka nadhiri za kwanza mwaka 1992, na kuendelea kusoma masomo ya filosofi, falsafa na teolojia, ambapo kwa kweli mpaka mwaka 2000 kamili ndipo tarehe 12 mwezi wa 7 ndipo kweli tulipowekewa mikono na Baba Askofu Msarikie tukawa mapadre, na nikaanza kazi ya kitume hiyo mwaka 2000 hiyo mpaka sasa ni 2025, ambapo ninaadhimisha jubilei ya miaka 25, na hiyo kweli ninamshukuru Mungu na kwamba ameweza kunifikisha hapo kufanya jubilei hii, ambayo kweli ni furaha kwangu, lakini pia ni changamoto kwangu kwamba nina kibarua cha kuanza upya tena. Kwa kweli changamoto ziko nyingi, lakini changamoto kubwa ni pale ambapo nilishawishika baada kwenda jeshini, nilishawishika kwenda chuo kikuu Dar es Salaam, na nikaamua kwenda kufanya interview, na nilipofanya interview akatuambia twende tukachukue result slip za form 6, na nikatoka kweli naenda kwa lengo hilo. Lakini ninafikiri Mungu kwa kweli aliweka watu wake waniongoze, kwa sababu nilipofika tu nikakutana na padre mmoja akaniuliza, hivi wewe umeenda upostulanti? Nikamwambia sijaenda, mimi nataka kwenda chuo kikuu. Haiwezekani. Kaniambia haiwezekani. Nikamwambia lakini hata hivyo sasa muda umeshaisha padre, sasa itaendaje? Kwa sababu nilienda pale tayari wenzangu wameshaenda upostulanti, wameshaanza malezi. Nikamwambia haiwezekani, sasa si niende tena. Sasa akasema hapana, haiwezekani. But sasa ni kama coincidence hivi, yaani kwamba jambo lilitokea tu hivi. Ikatokea kwamba mkurugenzi wa miito yuko hapo, akaniambia haiwezekani, mpaka nikatafute mkurugenzi wa miito. Akaenda kumuita mkurugenzi wa miito, akamwambia sasa huyu haendi na alikuwa kijana mzuri. Kweli nikamwambia lakini baba fadha nimeshachelewa. Akaniambia hapana, kachukue begi lako nenda Ifakara. Kwa kweli nikaenda nikaona ni Mungu labda kweli ameamua kuingilia kati. Kwa hiyo nikaenda kuchukua begi langu kweli, kesho yake nikaelekea Ifakara, na nikapokelewa vizuri japokuwa tulikuwa nimeshachelewa. Na ndio niko hapa, ndio sababu niko hapa sasa hivi. Kwa kweli mimi ni vijana wanachotakiwa kufanya, kwanza hakuna kitu kizuri kama kusali. Wawe na ule moyo wa kusali. Lakini moyo huo ukichochewa na wazazi au ndugu wa karibu. Kwa sababu kile ambacho mzazi ameweka tangu mwanzo, kama kweli amezoea kusali, atakuwa na hamu ya kusali. Na sala ndio inayoongoza, na hata inakufikisha kusikiliza hata ushauri unaopewa na wazazi na walezi na wahudumu labda wa mashirika, ndio inakuongoza.
na wakati ikisha kuongoza namna hiyo sala, basi nakupa unyenyekevu kiasi kwamba unajikubali kwamba Mungu anakuongoza. Mungu anakuongoza, na alafu nashikilia pale pale kwamba kweli Mungu ananiongoza na lazima nitekeleze kile ambacho nimeanza kukinuia. Mimi nilianza kuwakaribisha watu katika sherehe yangu ya jubilei miaka 3 kabla ya jubilei. Utaweza kuniuliza kwa nini? Unajua jubilei inaandaliwa. Mimi kwa kweli nilianza kujiandaa jubilei yangu kiroho hasa kuanzia mwaka 2022. Maana yake nikatunga taratibu yangu kwamba ninaadhimisha miaka 3 kabla, ili mwaka ule wa 25 uwe ndio kilele. Kwa hiyo nikaanza kuadhimisha jubilei ya kwanza na tafakari mambo ya Mungu Baba ambaye ni muumbaji, na nikasema hapa natafakari uumbaji na nijiulize mimi nimeshirikije katika uumbaji. Alafu nikafika mwaka wa pili nikatafakari Mungu Mwana ambaye ni mkombozi, nikajiuliza nimetafikiriaje, nimefanya kazi gani katika kushiriki kumkomboa mwanadamu kiroho na kimwili. Alafu nikatafakari mwaka wa mwisho ambapo ndio kilele, mwaka wa 3, nikatafakari Mungu Roho Mtakatifu ambaye anatusaidia katika utendaji. Je, mimi nimeweza kusikiliza sauti ya Roho Mtakatifu inayoniambia nitende namna gani? Hekima waliokuwa ananishauri, je, nimeweza kutenda hivyo? Alafu nianze upya. Kwa hiyo basi ni katika kujiandaa hivyo, si kwamba nilikuwa nakaa tu najitafakari mimi mwenyewe. Najitafakari kuliko nilikopita, najitafakari nilikutana na watu gani, nitafakari watu hao walikuwa wema kwangu, walikuwa wabaya kwangu, kwa yote nikaweka katika maombi yangu. Kwa namna hiyo niliwakaribisha katika sala zangu. Pili, ndio nikaanza kushirikisha sasa familia, nikaanza kushirikisha sasa wanaparokia nilipokuwepo, nikaanza kushirikisha watu mbalimbali, mpaka ikafika tumeanza kweli mchakato wa kwanza kutaarifu watu kwamba sasa jubilei itakuwa siku fulani, na tukaanza labda kuchanga kwa ajili ya kusaidia kufanikisha jubilei hiyo. Tukaanza kutafuta watu wa kushiriki, wana familia, wana majirani, wana darasa wangu, wana lumbo wangu, ambao kwa kweli walinisaidia vizuri sana na walikuja wakusaidia, na mpaka sasa hivi kwa kweli wengi wamekubali kunisaidia na nipo nao. Kwa maana hiyo nimeshawakaribisha tayari, lakini kesho sasa mimi nawakaribisha rasmi katika misa ya shukrani. Kesho tena sio jubilei. Jubilei imeshapita, ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 7. Kesho ni misa ya shukrani ambayo ninajiunga na wanaparokia wangu. Ninajiunga na wale ambao wote wamefanya utume na mimi. Kwa hiyo wote hao nawakaribisha kesho, tuje tucheze, tuimbe kwa shukrani, tusali kwa shukrani, lakini pia tukifanya toba katika mapungufu yetu ili tuweze kuanza upya, tuanze pamoja na wote.